Unaweza ukashangaa kwa nini nimejiunga na DP, nimetoka chama cha wananchi kafu, ambacho chama cha wananchi kafu ni chama ambacho kilianza kuleta harakati za ukombozi kwenye taifa hili la Tanzania kuliko taasisi ya aina yoyote kwa huko nyuma. Lakini sasa hivi gari letu tulilipanda la chama la wananchi kafu, maana yake inawezekana matairi hayapo. Sasa kama hayapo matairi, lazima uende kwenye taasisi nyingine mkaunganishe hiyo nguvu ili kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sisi tuliokuwepo hapo ni wachache. Katika hii jambo letu tumehamasisha katika wilaya yetu ya Ilala pamoja na Kinondoni. Leo familia yetu ya DP itakuwa inaongezeka, inakuwa, na chama ni kama imani. Ukiwa na dini yako, ukiwa na wafuasi wengi, maana yake umesadiki. Na mkisha sadiki, basi mwamwene mkawafundishe na wale wengine nao wapate kusadiki. Kwa hivyo chama kinapokuwa kinapokea wanachama, ni jambo la faraja, kwa sababu inaonyesha kwamba ni jeshi linaajiri jeshi lingine kwa ajili ya kwenda kwenye mapambano. Kwa hiyo vita hivi hatuwezi kushindwa. Na bahati nzuri mnakuja wakati mwafaka, wakati ambao tunakwenda vitani. Recruitment itakuwa ni ndogo sana kwa sababu wengi ni wazoefu wa siasa. Namuona dada yangu amenamcheka, namfahamu, tumefanya siasa. Mdogo wangu Maganza tumefanya siasa. Kaka pale tumefanya siasa tukiwa kafu. Kwa hiyo tunakwenda kuingia kwenye uchaguzi tukiwa na watu ambao wana uzoefu na siasa, sio wapya. Kwa hiyo maana yake tuwaambie tu wenzetu wajipange. Na this time narudia kusema, nilizungumza hapo kwamba uchaguzi huu pia tuende kutania. 2020 tuliingia kwenye uchaguzi na target zetu. Tulipigwa kata funua wakatokea diwani mmoja. Pamoja na ugumu ule uchaguzi wa 2020. Maana kuna chama kama kiwa kilipata mbunge mmoja, uwezi kuamini kama na DP napata diwani mmoja. Kwa hiyo shughuli ilikuwepo. Kama chama likubwa lilikuwa na wabunge 70 na likapata mmoja. Sijui mnaona? Sijui mnaona? Kwa hiyo tulifanya utafiti wakati ule. Na utafiti sasa tumefanya tena kutosha. Kwa hiyo tunachukua uzoefu ule wa uchaguzi uliopita, tunachanganya na uzoefu wa leo. Kwa hiyo tunapokwenda safari hii, hatuendi kujaribu uchaguzi. Hatuendi kujaribu uchaguzi. Tunakwenda kushindana ama kushinda uchaguzi. Hatuendi kushiriki. Sababu kushiriki ni kumsindikiza mtu. Sisi tunakwenda kushindana na kushinda uchaguzi. Lakini pia tuwaombe Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tunatambua sheria yao ni nzuri na imeshirikisha wadau katika hatua zote. Na sisi DP ni sehemu ya vyama 18 vilivyotia saini yale maadili ya uchaguzi, kwa sababu tuna imani. Lakini tume ina miguu mingi. Sasa ile imani tulionayo kwenye tume hule ya taifa ya uchaguzi, kule taifa, wahakikishe kwenye uchaguzi huu wanakwenda kuwaambukiza na watakao kuwa chini, kwa maana mpaka ngazi ya kata. Wasije wakatuharibia watu uchaguzi kwa interest zao. Wasije watu wakakanyaga sheria kwa interest zao. DP hatutakubali. Tukishinda tutangazwe. Tukishindwa tutapongeza. Sielewa? Tukishinda watutangaze tumeshinda. Na tukishindwa, tukijiridhisha tumeshindwa, tutakuwa wa kwanza kupongeza. Iwe kwa ngazi ya rais, iwe kwa ngazi ya mbunge ama ya diwani. Lakini tumeshindwa kihalali. Lakini tusishindishwe na watu. At this time tukishindishwa na watu, hatutadili na tume, tutadili na huyo mtu mmoja. Sheria zipo za kumshtaki mtu individual. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kuteuliwa na tume alafu akaambiwa kamnyime mtu haki, isipokuwa ni utashi wake huyo mtu kunyima haki ya mtu. DP tutakubali. Tumeelewana eh? Yeah. Kwa majina naitwa Hamisi Saidi Maganza. Siku ya leo nimeamua kujiunga na chama cha Democratic Party DP
lakini hapo awali nimetokea chama cha wananchi kafu. Chama cha wananchi kafu nilikuwa na wadhifa mbalimbali. Nilishawahi kuwa kiongozi wa serikali ya mtaa kwa miaka 5 iliyopita. Nimekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya kata takribani miaka 15. Nikawa mkurugenzi wa mipango na uchaguzi wa wilaya ya Ilala, chama cha wananchi kafu. Mpaka hivi leo najiunga na chama cha UDP, maanake nafasi yangu ya ukurugenzi wa chama cha wananchi kafu na mipango na uchaguzi wa wilaya ya Ilala, maanake utakuwa umekomea hapo. Kwa nini nimejiunga na DP? Nimejiunga na DP kwa kutokana kwa kusoma katiba ya chama na malengo ya chama na mwenendo mzuri wa chama ambacho hakina makandokando ya aina yoyote. Tunahitaji kutengeneza taasisi yetu ya DP kuwa kimbilio ya watu wengine wanaponyanyasika kutoka kwenye vyama vyao, wawe wapate unafuu kuja kujiunga na sisi ili kuendelea katika harakati ya kulikomboa ili taifa letu la Tanzania. Taifa la Tanzania ni la kwetu sote. Yakitokea matatizo tunawathirika ni yote. Zikienda kupangwa bajeti ya halmashauri, zikipangwa bajeti kuu za nchi, sote tunaathirika na hizo bajeti. Anatakiwa wapatikane watu sahihi, chama sahihi ambacho watakayeenda kusimamia mustakabali wa nchi yetu ya Tanzania kupitia sera zetu makini ambazo zinazotekelezeka. Unaweza ukashangaa kwa nini nimejiunga na DP, nimetoka chama cha wananchi kafu, ambacho chama cha wananchi kafu ni chama ambacho kilianza kuleta harakati za ukombozi kwenye taifa hili la Tanzania kuliko taasisi ya aina yoyote kwa huko nyuma. Lakini sasa hivi gari letu tulilipanda la chama la wananchi kafu, maana yake inawezekana matairi hayapo. Sasa kama hayapo matairi, lazima uende kwenye taasisi nyingine mkaunganishe hiyo nguvu ili kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sisi tuliokuepo hapo ni wachache. Katika hii jambo letu tumehamasisha katika wilaya yetu ya Ilala pamoja na Kinondoni. Kwa awali tuliorodhesha wanachama 36. Lakini kwa sababu siku za kuja kufanya mahojiano na nyinyi zilikuwa karibu siku 3 za nyuma, kila mtu ukimfuata tunamwambia kesho. Ikifika ile kesho jambo lile halifanyiki. Tunasubiria kesho siku inayofuata, halifanyiki. Sasa kwa jana tumekutana na katibu mkuu wa chama, tukaja tukazungumza katika ratibu na wenzangu ambao nilikuwa nimeratibu nao, tukapita kwa mtu mmoja ambao wale watu walikuwa tunahitaji tuje nao. Kila mtu anakuambia nitakuwepo. Mimi nitakuwepo. Nipe masuala ya nauli ikoje, ngambia mimi nauli nitagharamia, nyinyi tutakwenda tukatengeneza hayo mazingira. Tumekwenda tumefika asubuhi, tunapigiana simu, tunafuatana, kila mtu ametoka kwenye majukumu yake kwa sababu mnajua nchi hii ya Tanzania hakuna ajira na ajira watoaji ni hawa wa serikali. Mina Amiri Mcheka. Mimi natokea chama cha NLD, lakini sasa ni mwanachama mpya wa DP. Nimejiunga rasmi DP leo kwa ridhaa yangu na kwa imani kubwa kwamba DP ni chama ambacho kina safari na safari yake ni ya uhakika. Kwa hiyo nimejiunga hapa nikitegemea kwamba tayari tumeanza safari ya kuhubiri amani, lakini pia kutafuta harakati za ukombozi kama vile salamu ya chama anavyosema. Mimi NLD nilikuwa naibu katibu mkuu, baadaye nikaja nikawa katibu wa wilaya ya Ubungo. Mpaka natoka sasa hivi, ina maana nimeachia rasmi nafasi hiyo. Iko wazi kwa upande wa chama, na kuanzia sasa hivi mimi sio mwanachama tena wa NLD, bali nimejiunga na kambi ya DP. Wana DP wenzangu rasmi na mimi ni mwana DP mwenzenu. Asanteni sana. Tunapojiunga na vyama hivi hatumaanishi kwamba tunatafuta maelekezo mapya. Demokrasia ni ile ile, nchi ni hii na amani ndio tunu la taifa. Nimejiunga na DP kwa sababu naamini DP wanahubiri amani. DP inafanya kazi kweli kweli. Na mimi naamini nipo kazini na mimi niko DP, naungana na DP kufanya kazi ya kutangaza demokrasia nchi yetu. Na tuamini kabisa kwamba wanawake tupo wengi na jeshi kubwa. Na wapo walioko pembeni kabisa ambao pia wanataka kujua demokrasia ni nini. Kwa hiyo kwa nguvu hii ambayo nimejiunga na UDP na nikiamini nyinyi pia ni sehemu ya hilo vuguvugu la kupeleka hamasa maeneo mbalimbali, na mimi nipo na nyuma yenu, tutafanya hiyo kazi, tutasimamia amani lakini pia demokrasia katika nchi yetu. Nilikuwa mwanachama wa ACT Wazalendo, sasa nimejiunga na chama cha DP, Democratic Party. Mimi sio mzungumzaji sana, bali mimi ni mtendaji.
Huko nilipotokea nilikuwa mjumbe wa kamati ya uongozi wa kata ya Vingunguti. Kwa hiyo mimi sio mzungumzaji kama nilivyotangulia kusema, mimi ni mtendaji. Kwa hiyo tunaomba mtupokee ili tuje kufanya kazi katika hiki chama. Lengo ni kuendeleza gurudumu la chama. Asante.